unatoa picha gani kuelekea kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya Silver Strikers? Kwanza mimi najaribu kuangalia, bado naipa nafasi Yanga kuendelea. Kufungwa goli moja kule Malawi juzi hakumaanishi kwamba basi imekuwa ni mechi ngumu. Sababu ukiangalia aina mpinzani ya Silver Strikers na Yanga ni madaraja mawili tofauti. Kwa hiyo kiuchezaji, matakwa ya timu, mipango ya timu, uwezo wa wachezaji, bado unaipa nafasi Yanga kwa 70% kuwa wanaweza kufanya comeback ya kusawazisha ile goli na kupata magoli ya ziada ambayo yatawapeleka kwenye group stage moja kwa moja. Unajua ukiangalia Yanga imepitia kipindi hapa cha pressure, watu wamtaki kocha na vitu kama hivyo, na kwa bahati mbaya walianza kuwa wanashinda pamoja, kocha anaonekana mpira au mfumo wa kiuchezaji haueleweki, lakini timu ilikuwa inashinda. Ikaja wamepata sare kwenye ligi kuu dhidi ya Mbeya City, ndio pressure ikazidi kuongezeka. Kwa hiyo tulitegemea kuona mechi ya juzi Yanga wanakuwa washindi ili kujaribu kupunguza ile pressure. Lakini kibaya zaidi Yanga waliendelea zaidi kuwa na siku mbaya. Haina magoli, angalia aliokosa Pacome. Unajua kuna muda hata kocha ana mapungufu yake, lakini timu kama timu kwa wachezaji wanaweza kuamua matokeo. Magoli aliokosa Pacome, magoli aliokosa Andy Boeli yanakupa sababu ya kuona kuna message ambayo inawezekana. Ninavyoangalia mimi, kuna message inawezekana wachezaji walikuwa wanatuma ujumbe kwa management kufanya maamuzi ya haraka. Unajua wakati mwingine kocha, kuna namna ambazo kocha unaweza kaishi na wachezaji na wao wakakupa kitu cha ziada tofauti na kwenye uwanja wa mazoezi unavyowafundisha. Kuna wakati kocha anaweza akasema mimi simhitaji mchezaji fulani, simhitaji mchezaji fulani kwa sababu haendani na mfumo wake, na management ikachukua hatua ya kumwacha mchezaji huyo na kusajili mchezaji mwingine ambaye kocha atapendekeza. Lakini wachezaji wana muda, wanaweza wakakuonesha kwa vitendo kwamba sisi kama wachezaji hatuhitaji kuendelea na kocha huyu, na ndicho ambacho mimi nilikiona zidi ya timu ya Yanga, kwamba wachezaji wenyewe wanaonekana hawako tayari kuendelea kufanya kazi na kocha Romain Folz, na ndio hicho kilichopelekea hata juzi Yanga kupata matokeo ya kupoteza mechi ile. Kwa hiyo inawezekana matakwa yale ambayo mimi nahisi walikuwa wanayataka kwa vitendo wamefanikiwa. Kwa hiyo sasa watarudi kutaka kuonyesha management kwamba sisi shida haikuwa kwetu, ila sisi tulikuwa tuko tayari kufanya kazi na kocha huyu, na sasa tunaonesha kitu cha ziada. Bado naona naipa nafasi Yanga kwa sababu hata ukiangalia hao Silver Strikers wenyewe baada ya ushindi wa goli moja ni watu ambao walishangilia sana matokeo yale, kwa sababu hata wao wenyewe hawakuamini kwamba yanaweza yakawa ni matokeo wao kupata ushindi. Kwa hiyo still bado nafasi kwa Yanga ipo. Kuna vitu wanatakika kuboresha ndani ya hizo siku 5 ambazo kuelekea mchezo wao wa Jumamosi. Cha kwanza ni kurudisha morali ya timu. Timu hiyo na morali, lakini cha pili ni kurudisha mshikamano baina ya wachezaji pamoja na baadhi ya technical bench staff ambao walobaki, ikiwa kocha msaidizi alioajiriwa hivi karibuni ndiye atakayesimama nafikiri kama kocha mkuu na vigezo anavyo vya kuwa kocha mkuu. Kwa hiyo kuunganisha muunganiko wa viongozi, wapenzi, wachezaji, kitu ambacho anaweza kufanya kocha, wanaweza wakacheza mechi mazoezi. Yaani labda Yanga wakacheza na Yanga B, wakawachukua wakafanya nao mazoezi kula Victoria kwenye uwanja wa mazoezi ili kocha kuona namna gani anaweza kuboresha zaidi, kwa sababu yeye ndo atakayetumika sasa kuamua timu icheze kwenye mfumo gani. Lakini zaidi nafikiri sasa hivi ni kujenga morali ya timu na wanaporudi kuwapa recovering ya kutosha, lakini zaidi ni kuangalia zaidi zile video za mechi zilizopita, management, bench la ufundi pamoja na wachezaji, ili kuona yale makosa ya mchezaji mmoja mmoja na wapi walipokuwa hapa na wakwamisha, ili wachezaji waweze kujenga kisaikolojia na kuweza kurekebisha makosa yale na kuweza kufanya mechi ikawa ni nyepesi zaidi. Lakini mechi ambayo ya mashindano, yani kucheza na timu ambayo wanacheza mechi tough, inaweza ikawazidi kuongezea uchovu. Na nafikiri pia vizuri zaidi kama wanaweza kuangalia ile video ya mechi ya juzi, lakini kuangalia mechi ya Silver Strikers ambao wanasema wanacheza kesho, wakaweza kupata vizuri pa kuanzia. Na uzuri mwalimu wale naye ni raia wa Malawi, amefanya kazi Malawi na amecheza kule, kwa hiyo ni vizuri zaidi anajua namna gani wapinzani wao wanaenda kukutana nao wanapocheza, na kuweza kuangalia kitu gani ambacho anaweza keka sawa na kinaweza kikawapatia matumaini. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam.